Naruhusiwa kulia mwenyekiti? Nisilie. Najisikia furaha ya ajabu mno. Ndugu zangu wana Simba na wageni waalikwa, hebu tupate makofi mengi kwa J-Root. Anastahili makofi hayo na zaidi ya hayo kwa yale ambayo anakwenda kuyafanya ndani ya klabu yetu. Hii ni ndoto ambayo tumekuwa tukiishi kwa muda mrefu, kuiona Simba inakuwa ya kisasa zaidi. Na hatimaye sasa Simba inakwenda kuwa ya kisasa zaidi. Yote ambayo mkurugenzi wa J-Root ameyataja hapa ni mambo ambayo yanakwenda kukamilika ndani ya miaka 5 kuanzia hivi sasa. Kwa hiyo mawazo yote tuliyokuwa nayo ya kwamba tunahitaji kuwa na kiwanja chetu, tunahitaji kuwa na training facilities za kisasa, tunahitaji kuwa na medical center ya kisasa, yote yanakwenda kukamilika kuanzia hivi sasa. Na hizi sio hadithi za alinacha, hizi ni hadithi za kiutekelezaji ambazo zinakwenda kuanza utekelezaji wake muda mfupi kuanzia sasa. Ukitaka kuona J-Root hana mbambamba baada ya kusaini mkataba, ingekuwa mtu mwingine angesema subiri kwanza niuze jezi nione nimepata kiasi gani ndo nianze kuwekeza fedha. Lakini baada tu ya kusaini mkataba akawekeza 30% ya mkataba wake, kwa maana 30% ya bilioni 5.6. Huyu mtu sio wa kawaida. Makofi mengi tafadhali. Amezungumzia uwanja wa watu 10,000 mpaka 12,000. Unaweza ukadhani ni uwanja mdogo sana, lakini uwanja ambao Simba Sports Club unatutosha mno. Kama mechi zetu za ligi tunacheza katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni ambao unaingiza watu 4,000. Huu uwanja watu 10,000 mpaka 12,000, maana yake ni viwanja viwili kutoka katika kiwanja cha KMC. Ni kiwanja ambacho Simba kinatutosha sana kwa ajili ya mechi zetu za nyumbani. Maana yake ni kwamba tumestirika sasa, tutacheza nyumbani kwetu. Kama itakuwa ni Bunju, kama itakuwa ni wapi, viongozi wetu watafanya kazi hiyo ya kuelekeza uwanja ujengwe wapi. Lakini vile vile imezungumzwa sala la kutengeneza viwanja vya mazoezi, kwa maana training center. Timu yetu ya vijana ya under 20 wanacheza katika uwanja Kukodi. Timu yetu ya wasichana Simba Queens wanacheza katika uwanja Kukodi. Timu yetu ya Simba Senior team pekee ndio ambayo inafanya mazoezi katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena. Chini ya J-Root, timu zetu zote hizo 4 zitakuwa zikifanya mazoezi katika viwanja vyetu sisi wenyewe. Hii ni kusema ya kwamba wale waliokuwa wanatukodisha waanze kutafuta wateja wapya. Kuna ndinga mpya inakuja, inaitwa Iriza. Iko timu inamiliki gari ya kamati ya tenda pamoja na bodi ya wakurugenzi. Wao kuwa na maono mapana, kuwa na maono makubwa, wakafikia maafikiano ya kumchagua J-Root. Kati yetu hapa hakuna yeyote aliyekuwa anajua nani ameshinda ama nani ameomba. Maana yake ni kwamba wangekuwa ni viongozi wenye hila, wangekuwa ni viongozi wanaojali maslahi yao, wangeweza kumchagua mzabuni yoyote. Lakini kwa kuwa wameweka mbele maslahi ya klabu,
wameona Simba inakwenda kunufaika pakubwa kwenye mkataba huu wa Jairut, wakamchagua huyo. Lakini kama haitoshi, ili kumpa muda mdhamini aweze kutekeleza kila alichokipanga, wakampa miaka 5 ili aweze kufanya kile ambacho anakihitaji. Nyote mnakumbuka tulikuwa na mikataba ya miaka miwili, lakini kwa mara ya kwanza mzabuni amepewa miaka 5 ili apate nafasi ya kujimwaya afanye kila alichokusudia na Simba izidi kuchanja mbuga kimataifa. Naomba makofi mengi sana kwa viongozi wa kamati ya tenda pamoja na bodi ya wakurugenzi. Dr. Muba, simama kidogo kuone mwenyekiti wa kamati ya tenda. Unahitaji viongozi thabiti, unahitaji viongozi wenye maono ya kweli kuweza kufanya maamuzi kama haya ambayo wameyafanya viongozi wetu. Na hili niwaambie Dr. Muba, Murtaza Mangungu pamoja na viongozi wenzio wote wa bodi ya wakurugenzi na tenda na kamati ya tenda ya kwamba wana Simba mmetufanyia jambo kubwa sana, na historia ya klabu hii itaendelea kuwakumbuka na kuenzi maamuzi muhimu, maamuzi makubwa, maamuzi yenye thamani ambayo mmeyachukua kumkabidhi Jairut aweze kufanya yote haya ambayo ametuahidi. Na mimi sina mashaka naye, haya atakwenda kuyafanya kweli. Ndugu zanguni, wakati shughuli zinaendelea hapa, mdhamini wa zamani wa klabu ya Simba, mfadhili wa zamani wa klabu ya Simba Azim Dewji naye amejumuika nasi kuja kushuhudia tukio hili. Karibu sana Azim Dewji. Lakini vile vile tuko naye Dr. George Ruhago, yeye ni mwenyekiti wa mtandao wa Simba Executive ama Simba Executive Networks. Dr. Ruhago ameambatana na katibu wake Richard Mwalwiba, kwa pamoja wanatengeneza mtandao wa Simba Executive Networks. Dr. Ruhago, yale maono mliokuwa nayo Simba Executive Networks, ni wakati sasa wa kwenda kuyafanya kwa vitendo mkishirikiana na Jairut Investment East African Limited. Moja kati ya ahadi ni kwamba atajenga ofisi mpya ya Simba. Kwa hiyo watu wa management ya Simba Sports Club naweza kuanza kushangilia kuanzia sasa, tunapata ofisi mpya. Na Bwana Joseph, kwenye ofisi mpya utakaojenga, mimi niwekee ofisi yangu peke yangu, kwa sababu napata tabu ya kukaa ofisi moja na vijana wangu. Kwa hiyo heshima inapungua. Muda mwingi tunakuwa tunajadiliana mambo ya hovyo. Lakini nikiwa na ofisi yangu mwenyewe, wanaingia kwa kugonga hodi, wataniheshimu. Lakini vile vile tunajengewa studio ya kisasa kabisa kwa ajili ya kurusha ama ya kutoa matangazo yetu.